Karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu nzuri. Mimi Deto Salki. Gari lilipelekwa msobe msobe. Mwendo ulikuwa ni mkali isivyo kawaida. Dakika kadhaa zilimtosha kufika nyumbani kwa kipenzi chake. Alipofika, alishuka akaingia moja kwa moja ndani. Faith alimpokea kwa uchovu sana. Kabla hawajaketi sehemu yoyote ile, Faith alimpiga Miki bosu zito, kisha akazidiwa. Fahamu zikamtoka, akataka kudondoka chini, ila Miki alimdaka. Baada ya kumdaka haraka, alimuita mdogo wake na Faith. Miki alimshauri Maina wampeleke hospitali, ila mdogo wake alisema hawapasi kufanya hivyo kwa sababu dada yake haumwi chochote kile. Miki alipata hasira, akamwona mdogo wake Faith muuaji, basi alitaka kulazimisha kuondoka naye, ila hakufanikiwa. Maina alimpasha habari, alimwambia kuwa dada yake alilewa sana, hivyo amezimia kutokana na pombe. Kinachohitajika ni kumwagia maji ya baridi ili azinduke. Basi walisaidiana kumbeba, wakamtoa nje. Maina alichukua mpira wa maji uliokuwa hapo nje kwenye bustani za maua na kuanza kumwagia dada yake. Dakika chache baadaye, Maina alileta nguo kumbadili dada yake kwa kumfunga kanga. Miki alikuwa sebleni akisubiri Maina amalize kumbadili Faith nguo. Baada ya Maina kumaliza kazi yake, alimuita Miki amsaidie kumbeba. Safari hii Miki alimbeba peke yake. Katikati ya safari, Madam Faith aliamka akamkumbatia zaidi Miki. Miki alifurahi mno kuona kumbato hilo lenye mvuto wa mapenzi. Akili yake ikaamini ya kwamba Madam ameshakubali kuwa na yeye. Alipomfikisha kitandani, Madam Faith alimpiga tena busu la pili. Miki alitamani liendelee, lakini lilikatishwa. Hiki si ndio kitu ulichokuwa unataka? Haya, tupinduke kitandani ukamilishe lengo lako, mtoto king'ang'anizi mwenye tabia mbaya. Haya, tupinduke nikupe unachotaka. Hapana Madam, unanikosea. Mimi sipo kwako kwa starehe ya muda. Mimi nakupenda kweli. Sijakutamani jinsi ulivyo, naomba unielewe. Ngojera zako nimezichoka. Miki, naomba ukae mbali na maisha yangu. Mara ngapi nimekwambia kuwa wewe sio type yangu? Naomba toka ndani kwangu. Toka sasa hivi. Humu ndani stoki. Nitabaki mpaka pale nitakapoona uko sawa, nitaondoka. Miki alipanda kitandani kabisa, akalifunika na shuka. Aise, Faith alimtazama kwa hasira, lakini hana chochote cha kumfanya. Afya yake bado haijakaa sawa, naye alijaza pale kitandani. Katikati yao aliweka mtu asigusane, huku akiweka mkwara mkubwa asigusu mwili wake. Usiku ulizidi kukatika, asubuhi nayo ilikuwa inajongea taratibu. Miki mawazo yake alikuwa mbali sana. Alijiona amepata bahati kubwa mno kulala kitanda kimoja na mpenzi wake aliyempenda, japo hajala naye kindoa, lakini yeye alifarijika kwa ukaribu ule. Aliona amepiga hatua kubwa sana. Haikuwa rahisi hata siku moja kumkaribia mlembo huyo. Asubuhi ilipotimili, Miki aliamka akamtazama kipenzi chake. Faith bado alikuwa anakoroma. Usingizi mzito umemtawala, kijasho chembamba kinamtoka. Miki alichomoa kitambaa chake kidogo kilicho mfukoni katika suruali yake, kisha alianza kufuta jasho jembamba lililokuwa likimtoka taratibu ayuni wake. Mahaba makubwa sana jamaa aliyaonesha kwenye paji la uso la Faith. Ndani ya usingizi mzito, mtoto wa kike alikuwa akihisi raha isiyo kifani. Alijikuta anaropoka tu. Miki, nakupenda, ila najizuia kukuambia. Wewe ni mdogo kwangu. Jamii itatuchukuliaje? Mimi naogopa sana. Sentensi hiyo ililalua moyo wa bwana Miki. Akasitisha kumfuta Madam Faith. Furaha kubwa ilimtawala akilini mwake. Basi akaendelea tena kumfuta jasho huku akimtazama vizuri. Uzuri wa asili ulianza kumchanganya.
hisia zikampanda. Siku zote alikuwa anamuona kwa mbali tu, ila uzuri wa mwanamke huyo leo alikuwa anauona live bila chenga. Miki alizidi kuchachawa na maadamu wa watu. Baada ya kumfuta jasho kwa muda kidogo, alishuka kitandani akaelekea jikoni. Huko alimkuta Maina. Walisalimiana na kuzungumza mawili matatu. Oh Shem, umeamka tayari? Habari za asubuhi? Nzuri tu Shem, sijui kwa upande wako. Mimi niko poa. Sijui dada yangu anaendeleaje? Anaendelea vizuri tu, ila hali yake niona si nzuri sana kihivi. Nataka nikamwite daktari amfanyie vipimo hapa nyumbani. Kweli Shem? Yes of course. Nitafurahi sana Shem wangu. Nakupenda sana. Nikombe uwe mvumilivu kumvumilia dada yangu katika kipindi hiki kigumu. Kwa hakika nakupenda, ila mambo yaliyotokea ndio sababu anakuwa na vurugu. Akili yake bado haijakaa sawa. Mimi namjua dada yangu, akipenda huwa anapenda kweli. Naelewa kuwa unapitia kipindi kigumu kulipata penzi lake, licha kuwa ni mke wako tayari, ila niendelee kukusiwe na subira, kumvumilia. Iko siku atakubali kuwa mke wako. Sawa Shem, nitakufanyia kazi ushauri wako. Mimi bila Face siwezi. Naona naangamia. Natamani tutengeneze familia yetu. Sawa Shem, mimi ngoja nimwandalie chai dada yangu. Okay fine. Mimi ngoja nikamtafute daktari hapa kupitia simu ili aje kumhudumia. Miki Ariaga alifunga safari kuelekea Mariwatoni kidogo. Alipotoka alirejea tena chumbani. Wakati huu alimkuta Face ameamka tayari, yuko anachezea simu yake. Alipomwona Miki chumbani kwake, alistuka, akachukua shuka na kujifunika ili Miki asiuone mwili wake. Umefuata nini hapa? Miki unafikiri basi alikuwa anajibu. Alimfuata pale pale kitandani kuzungumza naye. Miki, naomba shuka kitandani. Toka kabisa kwenye nyumba yangu. Nakuchukia. Ila hujui tu. Naomba toka. Sitaki kugombana na wewe. Mimi nimechoka. Nimechoka habari zangu. Ndio nimeshafika tayari. Nimeshaweka makao. Sina pa kwenda. Nitaishi hapa na wewe. Tuanzishe familia. Familia? Uanzishe na nani familia? Labda sio mimi Faith. Ndoa yangu na wewe haipo. Labda anioe babu yako. Ila sio wewe. Mimi sikupendi. Eti unipendi. Mdomo wako ndio unasema hivyo, ila moyo wako unanipenda. Hivyo maneno yako wala hayanistoi. Hapa nimemtumia ujumbe mfanyakazi wangu Amul aniletee nguo zangu. Kiufupi mimi nishaweka makazi hapa. Face alijikuta kapagawa. Maneno ya Miki yalikuwa yanamchanganya mno. Alijikuta kaganda kwa mawazo. Kwa hiyo inamaanisha tutakuwa tunalala pamoja, shuka moja. Hapa nitashindwa kuvumilia. Nitampa mapenzi huyu mtoto. Najikuta nimeanza kumpenda taratibu, ila nafsi yangu inakataa kuruhusu hili litokee kwenye maisha yangu. Miki aliona wazi maneno yake yalimchoma kunako. Alijisemea kimoyomoyo kwamba penzi lake linaenda kukamilika. Ghafla Maina alipiga hodi chumbani hapo. Basi alikaribishwa akaingia. Kubwa lililomleta ni kutoa taarifa ya ugeni. Shem, mizigo yako imeshafika tayari. Neno Shem lilipandisha hasira kwa Face. Akaona wazi mdogo wake anashirikiana na Miki kumwangamiza. Acha amruhusie simu yake, lengo ampige kumkataza ujinga huo. Maina alikwepa ile simu. Basi ile simu ilienda kujipigiza ukutani na kuvunjika vipande. Maina alishamkubali shemeji yake, hivyo alitamani sana dada yake aolewe ili aweze kuwa na furaha ya mapenzi. Japo umri wa shemeji yake unaonekana ni mdogo, ila ana mapenzi ya kweli. Sababu nyingine inamvutia Maina juu ya shemeji yake ni uwezo wake wa kifedha. Aliona wazi utajiri ukimnyemelea. Basi Maina alitoka chumbani kwa dada yake kwa hasira kuelekea chumbani kwake kujituriza. Machungu yalimtawala. Alijiuliza ni kosa gani amemfanyia dada yake
mpaka anataka kumzuru. Miki alihuzunika sana, kisha alimgeukia na kumwambia, unapaswa kumwomba msamaha mdogo wako, umemkosea sana. Haikuwa na haja ya kumtupia kitu kama kile ambacho kingeweza kumzuru. Haukupaswa kufanya hivyo. Haukupaswa kufanya hili kipenzi changu. Umemuumiza sana Maina. Amekuwa mnyonge. Naomba muombe msamaha. Nisaidie katika hili Miki. Mimi siwezi kwa kweli. Najihisi na maumivu. Nitashinda kumwangalia mdogo wangu. Nimefanya ujinga mno. Najikuta najutia nilichokifanya. Naomba uniombee msamaha Miki. Kwa hakika nampenda sana mdogo wangu. Sitamani kumwona kwenye huzuni. Ona sasa, kwa uzembe wangu nimeharibu simu yangu. Nimekuwa mjinga. Sijui kwa nini nimefanya hili. Faisal alianza kulia, machozi yakawa yanamtiririka kwa fujo, yakiashiria maumivu anayopitia. Miki alimsogeza Face kifuani kwake, akaanza kumbembeleza, akachukua kitambaa kilicho mezani, kitambaa kizuri chenye mvuto alichonunua kama zawadi kwa mpenzi wake. Mke halali aliamua kwa siri kubwa mno. Taratibu machozi yalianza kufutwa. Face akaihisi raha ya kupendwa, jinsi alivyokuwa akibembelezwa kwa sauti nzito yenye jasho la upendo, ajikuta akisinzia. Basi Miki aliendelea kumbembeleza zaidi asijiwe na usingizi, huku akiukandakanda uso wake kwa kile kitambaa. Miki alijikuta anaduaa. Sura laini yenye kumelemeta ilionyesha taswira kama kioo. Kwa hakika Miki alitumia dakika kadhaa kuishangaa. Kila siku kuhisi mwanamke huyu anaongezeka uzuri, kumbe wala ndivyo alivyo. Mafuta ya siri ndiyo silaha pekee, atumii mkorogo wala dawa za kuondoa makovu. Baada ya kuhakikisha Face amelala, kisha alielekea chumbani kwa Maina kumbembeleza. Alibisha hodi mara kadhaa bila mafanikio. Alisubiri kwa muda. Kwa bahati nzuri Maina alifungua mlango. Miki aliingia chumbani kwake kuzungumza naye. Aliketi kitandani. Alipomtazama Maina, aliona huzuni iliyomtawala na machozi yakiwa yanamtiririka. Kama kawaida, Miki siku hizi amekuwa ni mfuta machozi. Basi alimfariji shemeji yake wa mchongo, angalau ajisikie amani. Maina alinyamaza, ila alianza kulalamika juu ya tukio hilo baya aliyofanywa na dada yake. Shem, dada amenikera sana. Sikutaraji kama angeweza kunifanyia hivi, au amenichoka anitaki hapa nyumbani kwake. Hapana, usiseme hivyo. Dada yako anakupenda sana. Sema ni hasira tu zimemfanya awe vile. Naomba msamehe dada yako. Yeye mwenyewe anajutia sana kwa kile kitu ambacho ameweza kukifanya. Ameniagiza nije nimwombe msamaha, umsamehe kwa kosa alilokufanyia. Amejutia katika heri. Naomba msamehe. Sawa Jem. Mimi nimekuelewa. Ila dada yangu siku hizi hata simuelewi. Amebadilika sana. Naomba ujitahidi kumweka sawa. At least uwepo wako hapa nyumbani naona angalau umetuliza akili yake. Amepunguza kidogo visa vyake. Shem, naomba msaidie dada yangu. Wewe ndiye unayempenda. Please Shem, naomba msaidie. Ndio nampenda. Tena sana zaidi ya yeye anavyofikiri. Na kuahidi nitahakikisha dada yako anakuwa katika hali yake ya kawaida. Mazungumzo yao yalitamatika. Maina ameshapozwa machungu, amerudi katika hali yake ya kawaida. Miki alitoka nje kupunga upepo kidogo. Kwa bahati nzuri daktari naye alishawasili. Basi alikaribishwa ndani kumfanyia vipimo Face. Anaonekana kuchanganyikiwa kidogo. Baada ya daktari kuwasili, Face aligoma kukutana na daktari. Miki akapata kazi ya kumbembeleza mpaka alipokubali. Daktari akamfanyia vipimo, ila ajabu aligundua kwamba
Hakuna ugonjwa wote ambao ulikuwa unamsumbua zaidi ya msongo wa mawazo na hasira, ndio kikwazo kikubwa cha maisha yake. Kilichofuata ni ushauri na nasaha za kitabibu. Daktari alianza kumshauri Faith mtindo bora wa maisha, huku akimuhasa matumizi ya vilevi, hasa pombe kali zinazoasili mfumo wake wa mwili kiasi cha kutekwa zaidi na mawazo baada ya kumaliza kutumia vilevi hivyo. Takribani miezi miwili, Madam Faith alihitajika kuwekwa katika kikao kizito cha afya ya akili. Daktari alitumia weledi wake, akampa nondo za kutosha mweka sawa kiakili na kihisia. Historia nzima kuhusu yaliyotokea kwa maisha ya Faith, hasa masuala ya mahusiano, alishaelezwa, hivyo ilikuwa rahisi kwake kumaliza kazi. Madam Faith alishauriwa kufuata moyo wake, kukubali upendo wa yule aliyekuwa anampenda. Alipaswa kutojitesa kihisia au ufuate moyo wake, huku akimkumbusha usahau yote yaliyopita. Asijali kuhusu jamii. Siku zote watu wameumbwa kusema, hivyo hapaswi kuwafikiri hata kidogo. Furaha yake ni muhimu kuliko furaha ya jamii. Kwa hakika daktari alikuja kuifufua akili iliyokufa, akili ambayo iliganda, akili ambayo ilikuwa imeganda bila mafikirio mazuri ya kuweza kutenda, baada ya kukutana na mambo mazito yenye kutisha. Hatimaye Faith alirejea katika hali ya usawa. Siku za daktari kuifanya huduma zilikamilika. Faith alimshukuru sana daktari kwa ushauri wake na msaada aliweza kumpa kipindi chote alichokuwa akiumwa. Baada ya daktari kukamilisha kazi yake, malipo tayari alishafanyika. Pesa za kutosha zilimiminikia kwenye akaunti yake. Bila shaka mambo yaliendelea vizuri kama ilivyokusudiwa. Faith sasa ndipo alipofanya maamuzi sahihi. Alikamata simu yake kumpigia Miki, kumweleza hisia zake za kweli kabisa. Simu iliita upande wa pili, ilipokelewa. Miki kwa muda huu hakuonekana hapo nyumbani kwa Faith. Ushauri wa daktari ulimpasha awe mbali na Faith ili apone. Sasa mambo ni mazuri. Anachaje kwa mfano kuipokea simu hiyo aliyokuwa akiisubiri kwa muda mrefu, kupashwa mazuri katika mapenzi? Halo mume wangu. Bwana, hivi nadhani itakuwaje? Madam Faith ameshakubali huku. Anamuita jamaa mume. Je, penzi litaendelea kudumu? Kule shuleni itakuwaje? Sa Petro atakubali kuona ndoa hii ya mchongo?